Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sayansi nchini ili kuendana na hitaji la soko la sayansi kwa kuwa na wanasayansi bora na wa kutosha katika sekta zote kutokana na kukua kwa teknolojia ulimwenguni. Tuungane na Saleh Lujuo ana undani wa taarifa zaidi kutoka jijini Dodoma. Profesa Mkenda amesema hayo leo jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi kwa mwaka huu 2026. Ikiwa ambayo sasa hivi serikali imeyafanya katika elimu, katika mambo ya tiba, katika hospitali zetu yamefanywa kwa sababu kuna wanasayansi mahali fulani huku duniani wamewekeza, wamefanya utafiti, wanagundua dawa za kutibu na wanagundua teknolojia ya kutibu vizuri zaidi. Sayansi ni muhimu hata katika usalama wa nchi yetu na nchi zote duniani. Kwa kuwekeza katika sayansi kwa kweli si swala la kuchagua. Sisi, na hili nitalisema sana, tunalalamika tulitawaliwa na nchi nyingine, walituzidi kwenye sayansi na teknolojia. Walikuwa na uwezo wa kusafiri kutoka Ulaya, wanapita Atlantic bahari, wanazungukia kusini mwa Afrika, wanaingia bahari ya Hindi, wamekuja hapa, halafu wana mizinga na bunduki, sisi mikuki na mishale, wakatupiga, hatimaye wametutawala. Tumetawaliwa miaka mingi kwa sababu wenzetu walikuwa wametutangulia kwenye sayansi na teknolojia. Rasilimali zetu, namna ya kuzitumia nchini, uwezo wa kuzitumia, uwezo wa kuzivuna ni swala la sayansi na teknolojia. Upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalumu, mhandisi Mary Priska Mahundi amesema kuwa kama wizara kazi yao kubwa ni kuhamasisha na kuwawezesha wanawake na wasichana kushiriki katika maendeleo ya sayansi kwa kuboresha sera pamoja na kusisitiza malezi bora. Namna ambavyo Tanzania inashiriki na mataifa mengine Afrika kuhakikisha watoto wa kike wanapewa malezi bora na kuendelea katika masomo ya sayansi, kwa sababu sisi kama maendeleo ya jamii, jukumu kubwa tunalosisitiza pia ni malezi kwa watoto. Sio tu kutoa huduma kwa mtoto, hakikisha unatoa huduma na unafanya malezi kwa mtoto, unampa guidance, unamuongoza ili aweze kwenda mwelekeo ambao kesho kwanza anajipunguzia hata ushindani sokoni. Ukisoma sayansi, mtoto wa kike unajipunguzia ushindani kwenye soko. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi kwa mwaka huu 2026 yanaongozwa na kauli mbiu inayosema muunganiko wa akili unde, sayansi ya jamii, STEM na fedha kuelekea dira 2050, kujenga mstakabali jumuishi kwa wanawake na wasichana. Saleh Lujuo, GMTV, Dodoma.